inna ibadata Allahi laysat rahinata shahri min ash-shuhur au mausima min al-mawasim, hakika ya ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala haijawekwa rehani kwenye mwezi au miongoni mwa miezi au kwenye msimu miongoni mwa misimu. Vipi? Ibada ya Allah jalla fi'ala haikuwekewa wakati maalum wala haikuwekewa miezi maalum ya kwamba ukiingia mwezi fulani basi ingia kwenye ibada, huo mwezi unapotoka achana na ibada, au ukiingia msimu wa mambo ya kheri fulani fanya ibada, unapotoka huo msimu achana na mambo ya ibada. Na hivi ndivyo tunavyoishi sisi Waislamu. Leo ikiingia Ramadhan, subhanal malikil quddus, msikiti huu unajaa, hakuna nafasi. Wale wageni ndio wanachukua nafasi za mbele, wale wenyeji ndio wanaswali nyuma. Lakini Ramadhani inapomalizika mambo huwa yanabadilika. Wale ambao ni wenyeji ndio wanarudi misikitini kwenye swafu za mbele, na wale wageni wanaanza kurudi nyuma. Kila Ramadhani inaposogea zile siku, na wao ndo wanakaribia milangoni na kwenda zao. Leo tulikuwa na msimu wa siku 10 ambazo ni bora. Yoyote ambaye atakayefanya ibada ndani ya siku hizo 10 inakuwa ni bora zaidi kuliko jihad fi sabilillah. Watu wakawa wanawajibika na ibada, watu wanafunga mbalimbali, watu wanatoa sadaka mbalimbali. Leo imemalizika ile season ambayo kwamba ni ya mambo ya ibada, watu kujitahidi ndani yake. Leo angalia misikiti ilivyokimbiwa. Leo angalia wale Waislamu ambao walikuwa wanajitahidi kwenye kheri, wako wapi kwa sasa? Ule msimu wamalizika na wao wanaingia mitini, hawana haja na msimu ule tena katika kufanya ibada zao kuziimarisha baada ya msimu ule kuondoka. Sasa tunaambiwa ya kwamba ibada ya Allah haikupangiwa wakati maalum. Ukiingia ufanye ibada, ukitoka uachane na ibada. Hii ni sawasawa mtu anamaanisha katika kufanya ibada ya aina hii kwamba Allah yuko katika ile miezi na misimu iliyokuwa bora ndo anaabudiwa. Lakini Allah huwa misimu ile na miezi bora inapotoka, Allah hafai tena kuabudiwa. Watu hawatakiwi kuishi maisha ya aina hiyo. Wa innama hiya ala dawami, na hakika si vinginevyo. Kinachotakiwa watu wadumu na wawe na msimamo juu ya kufanya ibada mbalimbali. Idhil abdu ma'murun an ya'buda rabbahu hatta yalqahu, kwa sababu huyu mwanadamu ameamrishwa amwabudu Mola wake mlezi mpaka ile siku anakutana na Allah, yani mpaka ile siku malakul mauti anaichukua roho yake. Hapo ndio ibada yako imekatika. Qala jalla wa ala fi kitabi, Allah amesema kwenye kitabu chake, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mlezi mpaka wakati ule kifo kitakufikia. Kwa hiyo mimi na wewe tunatakiwa ibada zetu ziwe ni za kuendelea na tuwe na msimamo kwenye hizo ibada. Ibada inakatika wakati ule malakul mauti amekuja sasa, anaichukua roho yako. Wakati huo huwezi kusali tena, wala huwezi kufunga tena, wala huwezi kwenda haji tena, kwa sababu ibada tayari ishakatika. Kinachokusaidia wewe ni ile amali ambayo uliifanya katika uhai wako, ndiyo ambayo itakunufaisha kama ina sadaqatun jariya ndani yake. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ni idha mata ibnu adam anqata amaluhu illa min thalathin, mwanadamu anapokuwa ameondoka duniani, anapokata roho, ukatika amali zake zote isipokuwa mambo mangapi? Mambo matatu.
Jambo la kwanza, sadaqatun jariya, ni ile sadaka yenye kuendelea. Umejenga msikiti, umejenga madrasa, umechimba kisima, umetunga vitabu, watu wanafaidika kupitia vitabu vile. Hii inakuwa ni sadaqatun jariya. Wakati ule uko ndani ya tumbo la ardhi, thawabu bado zinasoma kwenye akaunti yako. Lakini mtu wa pili, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema nini? Au ilmun yuntafa'u bihi, au yule ambaye atakuwa na elimu ambayo ilikuwa na manufaa na faida kwake yeye, aliweza kuwafundisha watu mbalimbali na wanayafanyia kazi yale ambayo aliyafundisha, yuko kwenye tumbo la ardhi, thawabu bado zinasoma kwenye akaunti yake. Mtu wa tatu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema au waladun salih yad'u lahu, au mtoto mwema ambaye mimi na wewe tumemwacha kwenye mgongo wa ardhi, akawa anatuombea dua kila baada ya sala, kila wakati anapokumbuka wema wa mzazi wake anainua mikono akimuombea mzazi wake. Hii ni sadaqatun jariya. Sasa unapofumba macho tu vinabaki hivi vitu vitatu. Kama huna hata kimoja, hakuna chochote kinachokupata. Kwa hiyo kumwabudu Allah ni mpaka wakati ule roho ya mwanadamu inatoka, ibada imesimama. Kaangalia suratul Hijr aya nambari 99. Waqala Hasan al-Basri rahimahullah, amesema mwanachuoni Hasan al-Basri, Mwenyezi Mungu amraham, inna Allaha lam yaj'al li'amali al-mu'mini ajalan duna al-maut, hakika ya Mwenyezi Mungu hajajalia kwa huyu mu'min, hajajalia kwa huyu muislamu katika kuacha kufanya kwake amali, isipokuwa ni kifo kitakapomkuta. Kifo kinapomkuta, moja kwa moja amali kila moja imesimama. Lakini hakuna wakati maalum ya kwamba ikiingia wakati fulani fanya ibada, ukitoka huo wakati achana na ibada. Hakuna masala kama hayo. Kaangalia kitabu kinachoitwa Az-Zuhd Ibn al-Mubarak, ukurasa nambari 20, utapata maneno haya.